Leo tarehe 29 mwezi wa 9 2025, nimeachiwa huru na mahakama ya hakimu mkazi Singida kwenye ile kesi ya uchochezi iliyofunguliwa kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 2024 mkoani Singida. Kesi hii ya uchochezi ilifunguliwa mahakama ya Singida baada ya kusomewa mashtaka kwamba nimefanya uchochezi kwenye mkutano wa kisiasa wa hadhara ambao ulifanyika mji wa Ibaga, wilaya ya Mkalama, mkoani Singida, ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliyekuwa makamu wakati huo mwaka 2024 alikuwa na ziara kule, kwamba nimesema maneno ya uchochezi kwamba wakiwa nani hii mwanani hii. Sasa kesi imeendelea saa zaidi ya mwaka mzima na karibia na nusu sasa, kwa sababu mwezi wa 6 ilikamilisha angalau mwaka mzima. Kesi hii imeendeshwa na mahakama hiyo tangu wakati huo kwa kusikilizwa. Upande wa mashtaka ambao ni upande wa mawakili wa serikali walikuwa na mashahidi 10 na vielelezo 2, lakini upande wa utetezi tulikuwa pia na mawakili, ambapo wakili wa kesi hii ni Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa anaisimamia tangu awali, na mpaka pale alipokamatwa basi akashikilia wakili mwingine wa Hemedi Nkurungu pamoja na Hekima Mwasipu na mawakili wengine. Imeendelea kusikizwa kwa pande zote mbili, na ikafikia sasa tarehe leo 29 mwezi wa 9 hukumu imetoka kwamba niko huru, kwamba upande wa mashtaka hawajathibitisha, hawajaleta vielelezo vya kutosha kunitia hatiani kwa vielelezo ambavyo wao walivitoa. Lakini zaidi ya yote ni kwamba kesi hii tangu mwanzo Mheshimiwa Lissu alisema ni kesi ya mchongo, kwa sababu awali walitaka kunishtaki kwamba nimesema Mungu amemkataa Mama Samia asiwe mkuu wa watu wake. Lakini Mheshimiwa Lissu aliwaambia wazi kwamba mkimshtaki kwa kesi hii mtalazimika sasa kumuita Mungu aje mahakamani ili kwamba aje athibitishe kwamba hajasema naye. Na kwa sababu hiyo wakabadilisha mashtaka, ndo akasema hayo kwamba tulikosea njia wakati wa kwenda, tumeijua njia wakati wa kurudi. Yalijitokeza uchaguzi uliopita hatajirudia tena, wakiwa nani hii mwanani hii. Sasa kesi hiyo ilikuwa ni kesi ambayo haileti mashtaka ya kuthibitisha kwamba nitenda kosa ya uchochezi, kwa sababu kwa nani hii ndio maana yake nini? Je, kwa nani hii ndio kuchochea? Sasa sikusema wafanye nini. Na kwa sababu hiyo ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatimaye mahakama imetenda haki, imelitupilia mbali shtaka hili, na mimi sasa niko huru. Na mimi niseme tu wazi kwamba kesi kama hizi zipo nyingi za kisiasa kwenye mazingira hasa ya mambo ya uchaguzi, na kusema ukweli, lakini kusema kweli ni kesi za kupotezeana muda tu na rasilimali fedha katika mazingira ambayo kusema kweli ilipaswa iishe mapema. Namshukuru Mungu kwamba hatimaye niko huru. Ndugu zangu, nawashukuru sana, hasa wakazi wa Singida kujitokeza kwa wingi, namna ambavyo mlikuwa bega kwa bega pamoja na mimi. Lakini pamoja na hayo mawakili wamejitahidi kwa nafasi na kwa sehemu kubwa sana kupigania na kusema na kusimamia jambo hili ili haki itendeke. Niwashukuru watu wote, niwashukuru
wanachadema kuanzia ofisi makao makuu, kwa mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu kujitokeza toka siku ya awali kabisa nilipokamatwa, alikuwa na mimi na mpaka alipokamatwa. Lakini katibu mkuu pia Mheshimiwa Mnyika naye amekuwa pamoja na mimi na Mheshimiwa Heche na wengine wengi, akiwemo naibu katibu mkuu Mheshimiwa Amani Golugwa. Lakini niwashukuru pia kanisa la Ufufuo na Uzima kwa kusimama nami kwa maombi na kwa sapoti zote kuhakikisha kwamba napata ushindi huu. Basi na watu wote wanaharakati waliopiga kelele mtandaoni na sehemu zote, Mungu awabariki pia kwa namna ambavyo mmeweka wazi mambo yote yaliyokuwa ya jamii haijui, na waandishi wa habari pia ambao mmekuwa mkiripoti kesi hii kuanzia hatua za awali kabisa. Mungu awabariki wote. Amina.